tulisema tunataka tujenge taifa ambalo linajitegemea kwa mapato yake, kwa maana ya kwamba matumizi yetu ya serikali kwa shughuli za kawaida na shughuli za maendeleo kwa kiasi kikubwa yatokana na mapato yetu wenyewe hapa ndani. Kwa inawezekana ikawa mchango wa kabla ya Tanga, kabla ya bandari hii haukuwa mkubwa wa kutosha. Nilikuwa naangalia numbers hapa kwenye ripoti ya wenzetu wa bandari. Kwa ujumla mamlaka ya mapato na mamlaka ya bandari kwa pamoja kabla ya maboresho haya yalikuwa nakusanya kwa mwaka shilingi bilioni 48.25 kwa mwaka. Sasa hivi baina mwaka 2023 mpaka leo mapato yamekuwa kwa 901%. Sasa kwa mwaka taasisi zetu mbili hizi zinakusanya shilingi bilioni 434.79. Tumetoka bilioni 48 TPA na TRA kwa pamoja, ambayo ilikuwa ni sawa na wastani wa asilimia wa shilingi bilioni 4 kwa mwezi. Leo hii tunakusanya bilioni 434.79 sawa na wastani wa shilingi bilioni 36.23, kutoka bilioni 4 mpaka kufikia bilioni 36, na hii ni ya mwaka jana. Kwa hiyo mwaka mpya huu tuliouanza sasa hivi tunaamini tutakwenda zaidi ya hapa, na tunaamini tutafikia angalau bilioni 40 kwa mwezi. Tumetoka 4 tunakwenda 40, mara 10 zaidi. Tunaelekea Tanga, mnaelekea kutuchangia kwenye azma ya serikali ya kujitegemea. Kwa upande wa TRA, kama wasema mapato yao awali walikuwa wanakusanya shilingi bilioni 31 kwa mwaka. Mwaka jana, mwaka uliomaliza wa fedha, wamekusanya shilingi bilioni 298.79. Tumetoka wastani na wao vile vile wa shilingi kama shilingi 31 ilikuwa kwa mwaka. Tumekuja sasa kufikia, kwa hiyo mapato yao yamekuwa kwa shilingi kwa asilimia 963. Asilimia 963 growth. Hongereni sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hongereni sana Tanga, hongereni sana wenzetu wa TRA na TPA. Lakini fursa ambazo bado tunayo kwenye bandari ni kubwa, na tunaamini tunakoelekea sasa tutaendeleza mipango ile ambayo imepanga, tumeelezewa hapa na wenzetu. Lakini bandari inahitaji kusaidiwa na miundombinu mingine. Tumekusikia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Tuna fursa kubwa, bandari inatupa fursa kubwa kwa mkoa wa Tanga, fursa za uwekezaji ndani ya mkoa. Uwekezaji ni pamoja na hili la kuongezeka ombi la mkoa ambalo pia ndio la bandari la kupata gati jipya la kuendelea kuimarisha shughuli zetu za bandari, lakini vile vile umuhimu wa ile barabara ya Handeni Mafuleta inayokwenda mpaka Singida, ambayo sisi tulisema inaenda kupunguza kilomita 350. Kwa hivyo kwa ujumla sisi tuko tayari, Mheshimiwa Waziri, baada ya taarifa hii basi tuko tayari kusikiliza, tuseme neno moja na sisi mioyo yetu ipate furaha, kama ambavyo Mheshimiwa Rais ni makusudio yake kwamba kapomaliza muda wake waongozi aache tabasamu kwenye mioyo ya Watanzania ikiwemo Wanatanga. Basi tunajua kuna mambo mazuri ambayo yanakuja, na wewe ndio mwenye kapu lenyewe. Hapo awali kabla maboresho, uwezo wa bandari yetu ulikuwa ni kuhudumia tani 750,000 kwa mwaka. Lakini baada ya maboresho kama tulivyoona, tuweza kuongeza ile eneo ambalo lilikuwa ni eneo la bahari, tukalifanya reclamation. Kwa ile operation area ikaongezeka, sasa uwezo umeweza kufika tani milioni 3 kwa mwaka. Na takwimu za mwaka ulioisha wa 25-26 mpaka mwezi Juni tuliweza kuhudumia tani milioni 2,170,000. Kwa katika ile tani milioni 3 ambapo ni muda mfupi, na projection ya kufikia hizo tani milioni 3 ni ifikapo mwaka 2030. Lakini ndani ya mwaka huu ni wa 26 tumeweza kufika tani milioni 2,100,000. Kwa hiyo inawezekana Mheshimiwa Waziri, ndani ya muda mfupi ujao ule muda tuliokadiria wa 2020 na 30 unaweza usifike, tukawa tumeshafika maximum capacity
ya kuhudumia shehena katika bandari yetu. Kwa hiyo tunaona ipo haja ya kuanza ile kazi ya kufanya upanuzi awamu ya 3 ya bandari yetu.